tajibu mtakiweka chat simu yangu. Oya. Naam. Nianze. Tuko sawa kila kitu. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد يقول الإسلام yuko hapa maswali imekuja kwangu kama swali 6 au 7 tajibu kwa mukhtasar inshallah. Swali kwanza anasema, je, kwa nini mwanaume anasema kwa nini sio lazima mwanaume atoe zakatul fitri ya mke wake? Yani zakatul fitri ya mke iko juu, wanaume sio lazima. Babu ana uwezo pia Tuanzubi baba. Tuanzubi. Alhamdulillah wa sallallahu rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu Waislamu, anasema huyu Sail anauliza, anasema mke zakati fitri yake sio juu ya mume. الجواب الحمد لله. علماء مختلفين مسألة هي wengine علماء wanasema ndio tumesa, yani zakat fitri mwanamke yuko juu ya mwanaume, na wanategemea ziada katika hadithi ambayo Abdullah bin Umar, hadithi sahih, Mtume anasema amefaradhisha juu yetu zakat fitri ala almuslim, muislamu mdogo mkubwa, kina mama kina baba, mtumwa ambaye sio mtumwa. Baki hadithi kwa sahihi, lakini ziada ameongeza, na wanaume yote watu wote yuko chini yake. Hii ziada mwanaume yote watu yuko chini yake, yani yeye anaangalia, anatoa masrufu, anatumia matumizi, yani kama mke wake, watoto wake wakubwa, yani mtu yote wao unamsimamia, lazima mlipe. Hii ziada hadithi ulama wamختلفiana. والرجل على من يمونون, yani kitu ambaye wewe mtu unamsaidia kwa chakula lazima utoe. Sasa hii ziara ya hadithi hii ulama wengi wanasema dhaifu, wengine wanasema hasan. Sasa ulama wanaona ziada hii katika hadithi ni sahihi, wanasema lazima mwanaume atoe kwa mke wake, na wao wanaona ambaye hadithi sio sahihi, wanaona hapana, hii ziada katika hadithi ilithibiti kwa ulama wa hadithi, sio kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa mwanamke madama ni somo hii zakat fitri na connection moja kwa moja ya somo yake na somo takio yeye alipe yeye. Sasa takio yeye alipe, kama ana uwezo sio lazima kwake, lakini kama mume atamlibia kwa ihsani sio lazima kwa ihsani, haina shida, baka achukue ruhusa kwake yeye. Wallahu a'lam.